Yesu ninakuhitaji masaa leo. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana nakuhitaji. Mwambie Bwana nakutegemea siku ya leo. Mwambie Bwana sema nami siku ya leo. Mwambie Bwana nena nami siku ya leo. Mwambie Yesu katawale moyo wangu siku ya leo Bwana. Hakuna Mungu aliye kama wewe Yesu. Mwenye nguvu zote ni zako Baba. Mwenye kutawala ni wewe Bwana. Asante Yesu kwa uwezo wako. Asante Yesu kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa mchana wa leo. Yesu unaenda kutubariki, unaenda kututawala. Asante kwa kipindi cha neno Bwana, ukaseme nasi. Tunaomba roho ya utulivu ukatubariki, ukatutawale. Na ni kwa jina la Yesu tunaomba na kusema amen. Tupigie tu Yesu makofi mazuri. Mupatie Bwana Yesu makofi shangwe. Pigie Yesu makofi shangwe ya milele. Haleluya, asante. Unaweza ukatafuta nafasi nzuri kama tumeketi na Yesu atakubariki. Yesu Bwana shangilia, Yesu ainuka, Yesu ainuka, Yesu ainuka, Yesu ainuka, shangilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anashangilia, Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Mwokozi, Baba Yesu ni Mwokozi, shangilia, Yesu anaponya, Yesu anaponya, Yesu anaponya, shangilia, Yesu ainuka, Yesu ainuka, Yesu ainuka, Yesu ainuka, shangilia, Yesu anaponya, Yesu anaponya, Yesu anaponya, Yesu anaponya. Asante Yesu kwa neno lako, tubariki, tutawale kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Haleluya. Haya, iko Waamuzi 15:18 nasema, kisha akaona kiu sana, akamwita Bwana akasema, wewe umetupa wokovu huu kwa mkono wa mtumishi wako, na sasa nitakufa kwa kiu na kuanguka katika mikono ya watu wasiotahiriwa. Akamwita Bwana akasema, wewe umetupa wokovu huu kwa mkono wa mtumishi wako, na sasa nitakufa kwa kiu na kuanguka katika mikono ya watu wasiotahiriwa. Naomba tupate kuvumiliana, tumalize ibada. Mungu akubariki sana, usiwe mtu wa kutoka. Tumalize salama na Mungu atakubariki. Topic yangu nimeandika ya kwamba you shall finish well, utamaliza salama. You shall finish well, utafika salama. Maandiko inasema ya kwamba ukianza pale juu, kwa sababu ya muda hatutaenda kusoma, lakini maandiko inasema Samsoni akawa anatoka vitani. Ukianza pale juu, Samsoni alipigana na Wafilisti, alikuwa ameshika mfupa wa punda na akawaua Wafilisti wengi, na alipomaliza kuwaua, maandiko inasema Bwana akamjalia neema, Bwana akamshindania, akashindana, akamaliza Wafilisti. Na alipomaliza, maandiko yanasema akasikia kiu sana. Alipotoka vitani, baada ya mambo haya yote, anapotoka vitani, anapotoka kupigana, anapotoka kwa mambo magumu, anapotoka kwa shida, Samsoni anatoka vitani
na anapomaliza akasikia kiu, akachoka. Na nikini unaelewa mambo ya vita, unaelewa mtu akitoka vitani, unaelewa mtu akitoka kwa shida akapambana. Ni kama vile wewe siku ya leo kuna mambo umepambana nayo, kuna mambo yamekulemea, kuna mambo yamekupeleka mbio, na bado unaona yakana kwamba utafika. Maandiko yanasema ya kwamba utamaliza salama, utafika salama. Maandiko yanasema kwamba alipomaliza hiyo ushuhuda, alipomaliza hiyo vita, Bwana akampa ushindi, akawa na kiu, akasikia kiu, anauliza kwamba anaomba Bwana, anamwambia uliyenisaidia nikamaliza masomo, Bwana nikakosa kazi, uliyenisaidia nikaingia kwa hiyo ndoa. Naongea na moto siku ya leo ya kwamba mahali ambapo umeingia hautakufa pale ndani. Mahali umezama, mahali umeingia hapo hautamalizwa, utatoka salama. Haleluya! Maandiko inasema ya kwamba Samsoni akatoka vitani, akawa ametoka kwa ushindi, ametoka vitani, lakini akawa amechoka, akawa na kiu, akauliza Bwana, nilikuwa sina kazi. Mungu ametushuhudia vile amesoma kwa shida, vile ameng'ang'ana, lakini naongea na mtu siku ya leo ambaye amesoma hakuna barua na hana kazi. Na ndivyo inasema kwamba Samsoni akafika mahali akamwambia Bwana, nimeng'ang'ana kusoma, sasa niko na kiu. Kama uko na masomo hautakosa kazi, uko na barua ya university, uko na barua ya college, hautakosa kazi. Samsoni akatoka vitani, na alipotoka vitani, maandiko yanasema akasikia kiu. Wewe ulianza safari vizuri, na mahali umefika unalemewa. Uliingia kwa hiyo ndoa vizuri, na mahali umefika unalemewa. Ulianza hiyo biashara vizuri, mahali umefika unalemewa. Ulianza hiyo kazi vizuri, ujui shida zimetokea wapi. Uliomba Bwana uolewe, uliomba Bwana uowe, uliomba Bwana uanze, haujui shida zimetokea wapi, haujui mazika yametokea wapi. Naongea moto siku ya leo, Samsoni akaomba, Bwana nimekuomba niingie kwa hii ndoa, sasa shida zimeanza, vita vimeanza. Naongea na moto siku ya leo, utatoka salama, utamaliza salama, hautakufa. Uko na kiu cha ndoa, uko ndani ya ndoa, uko ndani ya biashara, lakini uko na kiu. Naongea na wewe siku ya leo, naongea na mtu aliyechoka, anasema pastor nimechoka, anasema pastor nimesoma kazi sina, nimeng'ang'ana kutafuta kazi. Naongea na wewe siku ya leo, omba kama Samsoni, Bwana atakuacha ufe katika mikono ya wafilisti wasiotaelewa, utatoka salama. Naongea na mtu aliye na kiu, umepitia mambo madogo, uliomba Bwana uingie mahali umeingia, ukaingia salama. Uliomba Bwana uingie, umeingia salama, lakini shida zimetokea. Bwana amekushindania, mahali unafika umechoka. Naongea na mtu aliyechoka, utatoka salama, au utakufa hapo, utatoka salama. Tunasoma katika Exodus, katika Kutoka, maandiko yanasema kwamba Mungu akamwambia Musa, nenda ukaambie Farao wana wa Israeli waachiliwe waende. Na alipoenda, maandiko Mungu akaongea na Musa akamwambia, lakini hawatatoka kwa haraka. Mungu akamwambia Musa, mimi nimekutuma, mwambie Farao aje Waisraeli waende, lakini itafanya moyo wao uwe mgumu. Hawatatoka haraka, hawatafunguliwa haraka. Na ukiana matono tano wa leo, mambo anamwambia Musa, nitakausha moyo wa Farao, nitafanya moyo wa Farao uwe mgumu, ili niongezee ishara, ili sasa na Bwana asiongezeke. Na ukiana moto siku ya leo, ambaye anapitia vita, hizo vita unapitia,
hakuna mtu amekoroga. Mungu anamwambia Musa, hamtatoka haraka, nitahakikisha miujiza imeongezeka. Na mjana moto siku ya leo anayelaumu wachawi, unalaumu marafiki zako, hautaambiwa. Bwana anasema utatoka, lakini hautatoka haraka. Bwana anataka aongezee ishara. Hiyo mateso unapitia hautatoka sasa, lakini Bwana anataka aongezee, ili ukitoka utatoka kwa mkono wa Bwana. Mungu akamwambia Musa, nitafanya moyo wa Farao ukuwe mgumu, nitakausha moyo wake. Mara ya kwanza ataonekana kama gaidi, lakini sio gaidi. Mara nyingi tunalaumu shetani, mara nyingi umelaumu wachawi, lakini nimekuja nikwambie leo, Yesu angekufa kule Roma, lakini akuje jeshini, lakini Mungu akuruhusu Yesu akuje jeshini. Aliruhusu apigwe, awekwe mahali panaitwa Golgotha, awekwe katikati ya barabara, ili aweze kuaibika, kwa sababu anakomboa mataifa. Hiyo aibu unapitia, kuna siku zinakuja watu wataongea habari zako. Hayo mateso unapitia, usiogope aibu, kwa sasa utaibika, lakini mama sikiza, unaandaliwa. Wewe utakuwa kimataifa, wewe ndio watu wataongea baadaye. Sahii hawaongei kukuhusu, lakini watu wataongea baadaye kukuhusu. Waisraeli wakaona ni kwamba wamedanganywa, lakini Mungu alikuwa amemwambia Musa watatoka, lakini hawatatoka haraka. Mungu anataka ongezee, yaani shida, yaani unafika mahali unamwambia Bwana, niongezee kidogo tu. Unamwambia Bwana, yaani Mungu hauoni ya kwamba niko kwa shida. Mungu hauoni zile shida ninapitia. Mungu angalia nafa, angalia mateso yameongezeka, angalia shida zimeongezeka, mateso yanaongezeka. Na mjana moto siku ya leo Bwana anakuandalia ushuhuda. Utatoka, lakini kwa mkono wa Bwana. Kuna siku utatoka, unasema pastor, nimechoka, pastor, ninasikia kiu. Na mjana mtu aliye na kiu, umeingia vizuri, lakini shida zikatokea. Ulianza vizuri, shida zimetokea. Na mjana wewe siku ya leo, Yesu wewe aliyeanzisha kazi njema ndani yako ni mwaminifu, utatoka salama. Kitu kimoja Mungu amekuahidi siku ya leo ni kwamba utatoka salama. It shall be well with the righteous. Asubuhi tumefundishwa ya kwamba usibadilisha yale maono, badilisha tu mikakati ya kupambana na ujana moto siku ya leo. Naona wale wakikataa, naona mambo yanakataa, unajaribu kuomba iende, umetoa haiendi, umefunga haisongi, lakini nimekuja nikwambie siku ya leo Bwana anataka kuongezea. The Lord is about to multiply. Miujiza itaongezeka, kuna mambo yataongezeka, kuna mambo yataongezewa. Samsoni akafika mahali akachoka, ametoka amepigana, anauliza Mungu, yaani Mungu umenipa ushindi wote, umenisaidia, nilikuwa msichana mdogo, nilikuwa sijaolewa, sasa Mungu umenisaidia, nimeolewa, utakuwaje nishika kwa ndoa, utakuwaje nipambane namna hiyo? Na ujana mtu aliye na majeraha katika moyo wake. Naona Samsoni akiwa na majeraha. Samsoni anashangaa, anauliza Bwana, si wewe umeniambia nianze? Na ujana wewe siku ya leo aliyekupeleka pale ndani, ukiingia uliomba Bwana, hata leo mwambie Bwana, hautakufa katika mikono ya Wamisri wa Wafilisti wasiotahiriwa. Na ujana moto siku ya leo utatoka salama, utatoka na ushindi, hautakufa katikati yao. Umetoka ndio. Na ujana moto aliyetoka na maisha, aliyetoka na shida, maneno yamekutokesha, kazi imeharibika, umechoka, umetafuta kazi, umechoka, utatoka salama, utatoka salama. Uko na majeraha uko nayo, au
amechoka, he was very tired. Ni kama vile watu tunachoka, unapitia mambo unachoka. Sisi mapastors huwa tunapitia mambo, tunachirika mahali mambo na kanisa, mambo ya huduma kama hii, tunafika mahali tunachoka. Yaani unafika mahali hata kukula utaki, na si kwamba hauna njaa, uko na njaa lakini appetite hauna. Unafika mahali unapitia shida mpaka unasema pastor, hata nikakula unga ile ya sima ya kilo 2 sijui itaenda wapi? Maana hiyo tumbo naishi imejaa maji. Hiyo tumbo, hiyo chakula hata haina maana. Hiyo ndio naongea siku ya leo. Samsoni ametoka vitani na Samsoni amechoka. Samsoni amechoka. Anauliza, Bwana, umenisaidia mambo haya yote, ningekufa jangwani. Hautakufa hapo, hautaanguka mikononi mwao, hautaanguka. You shall not be a victim of the enemy. Utatoka salama. Mambo mengi umeingia na unauliza utakufa. Umesoma kwa shida, umesoma kwa shida. Watu wanasema soma kuwa na barua. Barua uko nayo, lakini kazi hakuna. Under the sound of my voice, hiyo kuchoka, umechoka. Wewe uliye na barua, umesoma na una kazi, pokea kazi kwa jina la Yesu. Samsoni akawa amechoka, akafika mahali akawa amechoka. Anamwasema nimechoka. Anamwambia Bwana, kiu inanimaliza. Yaani unaenda mbio, unafunga, hakuna majibu, hakuna matokeo. Mungu anamwambia Musa, mwenda mwambie Farao aachilie watoto wangu waende, lakini nitakausha moyo wake. Mara nyingi utaomba na mambo haitafanyika. Wewe ngojea, Bwana ataongezea. The Lord wants to multiply miracles. Kuna vitu Mungu anataka kuongeza. Mara ya mwisho Mungu akafanya miujiza na Waisraeli wakatoka kwa Farao. Exodus kutoka 14 kuanzia pale mstari wa 3 inasema, Farao akasema, hao watu wametoka, huenda wamekwama jangwani. Let me pursue, wacha niwafuate. Na mjana moto siku ya leo, wewe umechoka, kuna mahali utafika, wanakuvaka wanakuona, wanakuvaka watu hautapatikana. Wewe kwa sasa umechoka, lakini Mungu amenituma nikwambie, kutoka utatoka. Hiyo kiwa itakumaliza, utatoka kwa Farao. Hiyo mateso itaisha, hizo shida zitaisha, utatoka salama. Siku moja nilikuwa niko hapa kanisani, tukafanya ibada tukamaliza. Mshirika mmoja akaniambia, pastor, nataka nikuone. Tukakaa naye chini, nikaona ya kwamba anataka kunitumia pesa, ama ananiambia, pastor, take this for tea, for soda. Kumbe ananiletea ubea. Akaniambia, pastor, do you know something? Kamuuliza, what? I don't know. Akaniambia, pastor, unajua wakati wote nataka kuacha kanisa. Nikamwambia, surprise. Wache kwa nini? Akaniambia, unajua pastor, hii kanisa nikiacha itaisha. Yaani wewe umeniita uniketishe baada ya ibada nimechoka, alafu unaniambia pastor, unajua hii kanisa nitaacha. Nikamwambia, kwa nini? Na nikiacha inaisha. Nikamwambia, nikacheka nikamwambia, lakini kanisa sina Yesu. Akaniambia, immediately nikitoka, immediately kanisa itaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anamwambia Musa, nitakausha moyo wa Farao, haitafanyika haraka. Kuna mambo katika maisha yako haitafanyika haraka, ama amekusumbua. Ni kwa sababu Bwana anataka aongezee miujiza, anataka miujiza iongezeke. Kuna kilio unalia leo, wewe kaa pale. Bwana anataka aongezee miujiza ili baadaye akishakutendea habari zako zitaenea kwa mtaa. Watu wa TV watakutafuta kwa sababu Bwana amekutendea. Usipende kukula mapema, wacha watu wamekula, wacha waende zao.
lakini wakati wako ukifika, kuna mambo. Saa hii hauna kazi, saa hii wewe unakaa umechoka, lakini Mungu anamwambia Musa, nitafanya miujiza kwa Farao. Farao nitakausha moyo wake, nitaongezea miujiza, nitaongezea hiyo kukataa. Nataka hiyo kukataa inakuwa kuongezeka. Naongea na mtu siku ya leo, hiyo maombi umeomba haitaenda. The Lord is multiplying. Bwana anaongezea miujiza, anaongezea ushuhuda. Ushuhuda wako unatengenezwa, hautashuhudiwa kwa moya peke yake, hautashuhudiwa Mombasa, utashuhudiwa dunia nzima. Saa hii unasema pasa ni kama naingia aibu. Yesu angekufa kisiri. Wayahudi walitaka kumuua kisiri, lakini Yesu akatoka. Wanataka kumaliza kisiri, hawatamaliza kisiri. Lazima ushuhuda utengenezwe. Mungu akuweke katikati ya soko, watu wote wapige sauti kwako. Hiyo ushuhuda inatengenezwa, hiyo muda haijafika. Kuna ushuhuda inatengenezwa na utawekwa katikati. Watu wa Nation India, watu wa K24, watu wa TV47 watatafuta habari zako. Kwa sababu gani? Mungu anaandaa ushuhuda wako. Hata huyo Ruto tunamulilia sana. Kuna kiwango tunaweza tukaingia akanjilete mwenyewe hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukija hapa tunawaambia hatutaki siasa. Kitu ya kwa mambo Bwana amekushindania ni mambo mengi. Hautakufa kwa sababu ya kiu. Bwana amekushindania mambo mengi. Hapo unauliza nini? Haya mambo yalianzaje? Hii ndoa ilikuwa mzuri, twaitana baby darling peremende, lakini sasa imegeuka. Hii kazi ilikuwa inaleta pesa, maisha yangu yalikuwa mazuri, lakini sasa imegeuka. Nataka nikwambie siku ya leo, Bwana afungue mlango upate amani kwa jina la Yesu. Samsoni ako pale na kiu, amechoka. The man of God was very tired. Alikuwa amechoka kama wewe vile umechoka. Unasema pasta, nitaacha kanisa. Pasta, wokovu naachana nao. Yaani umeenda umeng'ang'ana, vile unasikianga mtu anasema nimeng'ang'ana, nimefanya bidii yote na nimeshindwa. Samsoni akaomba Mungu, akamwambia Mungu, uliyenipatia deliverance, Bwana amekupatia ushindi mkubwa. Naongea na mtu, wewe ukasoma na shida na ukakosa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima umesoma na utapata kazi. Lazima kile umefanyia bidii lazima utapata. Simama na miguu yako, twende mbele za Bwana. Tumwambie Bwana siku ya leo, sitakufa katika mikono ya Wafilisti.